haoni mbele, unaona vurugu tu. Akaniambie njia iko mbele yako Bwana. Tumia nguvu za Mungu ulizonazo. Tamka matamko ya imani. Leo tunakwenda kuangusha hiyo nyama ambayo unaiona ni ngumu kuliko, tunakwenda kuipasua. Inaondoka. Ongeza makofi mengine kwa Yesu Kristo. Yes. Fimbo ya Mungu ni nguvu za nani? Za Mungu. Usiende tu mtupu. Nenda na nguvu za nani? Za Mungu. Ukienda kienyeji utapigwa. Tafsiri ya pili. Fimbo ya Mungu kama uwepo wa nani? Wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Haleluya. Watu wamesikia uwepo wa Mungu wameshtuka. Uwepo wa Mungu tena fimbo. Fimbo kwa tafsiri nyingine inasimama kama uwepo wa nani? Wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni anga. Ni atmosphere ambayo watu wanaoamini Mungu wanatembea nayo. Ni anga ambayo watu wa Mungu wanatembea nayo. Hakikisha kwenye maisha yako unapoishi wakati wowote, unapotembea popote, hakikisha ndani wako una uwepo wa nani? Wa Mungu. Usiende ukiwa hivyo. Usitembee ukiwa wewe mwenyewe. Tembea na uwepo wa nani? Wa Mungu. Nenda na uwepo wa Mungu. Shida watu uwepo wa Mungu wanawacha nyumbani. Wakienda huko kwenye biashara zao, kwenye mihangaiko yao, uwepo wa Mungu unabaki nyumbani. Lakini huko wanapokwenda wanaenda wenyewe, wanakuja wamepigwa, wanakuja na ajali juu, wameumia. Uwepo wa Mungu unakuja kukutana nyumbani. Faraja ya Mungu anakuja kukutana nayo nyumbani. Lakini kumbe tembea na uwepo wa Mungu kila mahali unapofanyaje? Unapokwenda. Nenda na uwepo wa Mungu kila mahali unapokwenda kwa ajili ya usalama wako. Na sababu ya uwepo wa Mungu sio kwa ajili tu kukuangalia wewe. Sababu ya uwepo wa Mungu ni ulinzi. Jamani ni amina. Sababu ya uwepo wa Mungu ni kwa ajili ya ulinzi. Fimbo ya Mungu kwa tafsiri nyingine hapa, uwepo wa Mungu unawakilisha ulinzi wa Mungu. Mungu hawezi kuwa na wewe alafu akakuacha ukaangamia. Mungu hawezi kuwa na wewe akakuacha ukapata shida yuko na kutazama. Uwepo wa Mungu wako ni kuhakikisha uko salama. Jamani ni amina. Popote unapokwenda uko salama. Ukiwa barabarani una uwepo wa Mungu uko salama. Malaika wamekuzunguka. Malaika wako na wewe kila unapokwenda uko salama. Una uhakika kabisa unavuka, unafika mahala na unatoboa. Kuna mahali pengine hapapitiki. Bila ukiwa na uwepo wa Mungu unafanyaje? Unapita. Kuna mahali pengine watu wamepita wameumia, lakini wewe ukiwa na uwepo wa Mungu ukipita unavuka. Kuna mambo mengine watu fulani wamewaangamiza, lakini ukiwa na uwepo wa Mungu wewe Mungu atakuwezesha kukulinda na utasonga mbele. Jamani ni amina. Ukisoma kitabu kile cha Zaburi 23 mstari wa 4 na 6. Kuna maneno mazuri sana hapo. Nafikiri ni muhimu sana tuyajue. Daudi hapa anasema ninapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, anasema sitaogopa mabaya, kwa kuwa wewe Bwana uko pamoja nami. Jamani ni amina. Anasema gongo lako na fimbo yako yanifanyaje? Yanifariji. Umesikia fimbo hapo? Jamani ni amina. Umesikia fimbo? Gongo lako na fimbo yako yanifanyaje? Yanifariji. Anasema ninapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa kuwa wewe uko Bwana uko pamoja nami. Anasema gongo lako na fimbo yako yanifariji. Hili bonde la uvuli wa mauti tunalisoma tu hapa. Sijasikia mahali pengine watu wanatafsiri wanasema chochote comment. Ni kwamba hili bonde la uvuli wa mauti sio swala la sio eneo la kufikirika. Ni eneo ambalo liko physical kabisa, lipo pale Israeli, pale Yerusalemu. Ni mahali ambapo maadui wa Israeli walikuwa wanakuja wanaweka kambi hapo. Ni eneo pale ni bonde. Yaani maadui wakikaa pale walikuwa wanakuja Wafilisti wanaweka kambi pale kwenye hilo bonde la uvuli wa mauti. Wanakuja Washami wanaweka pale kambi kwenye hilo bonde la uvuli wa mauti. Wakiwaswanga majeshi ya Israeli wakajichanganya wakaingia kwenye hilo bonde la uvuli wa mauti, hawatoboki. Yaani kule kwenye bonde la uvuli wa mauti hao Waisraeli walikuwa
sababu wanajeshi wengi wa Israeli walifia pale. Sasa huyu mwana Daudi yeye anasema mimi nijapopita kati ya hilo bonde ambalo wanajeshi wengine wa Israeli wamekufia hapo, mimi sitaogopa mabaya kwa kuwa wewe Bwana uko pamoja na mimi. Anasema Mungu wako na fimbo yako mimi vinanifariji. Maana nimekwambia uwepo wa Mungu utakufanya upende hata mahali ambapo wengine walishindwa kufanyaje kupenya. Uwepo wa Mungu utakufanya upite hata mahali pengine ambapo hawakuweza kupita. Uwepo wa Mungu utakufanya ushinde jaribu ambalo limewashinda watu wengine. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo akasema. That's why nimekwambia fimbo ya Mungu is very important. Ni muhimu sana kuonana hata nyakati hizi. Tuko kwenye nyakati ambazo uwepo wa Mungu tunatakiwa kuufahamu sana. Tuko kwenye nyakati ambazo uwepo wa Mungu tunatakiwa kuupa kipaumbele sana kuliko nyakati nyingine zozote ambazo tunaishi. Nakwambia ukweli, sisi anayetulinda kikweli kweli ni Mungu. Amina. Na nakushauri kaa karibu na uwepo wa Mungu. Usitegemee akili zako. Nyakati tulizonazo ni nyakati ambazo ni za hatari sana. Nyakati ambazo ni ngumu ambazo tunahitaji msaada wa Mungu kuliko nyakati zozote zile. Kwa hiyo uwepo wa Mungu unatakiwa kuwa kipaumbele kwetu sisi sote. Kwa hiyo nakutabiria kama kuna mahali wengine walishindwa kupenya, kwa uwepo wa Mungu ulionao utapenya kwa jina la nani? Yesu. Uwepo wa Mungu unaleta ulinzi. Wale waliokufa kwa sababu ya ukosefu wa uwepo wa Mungu, wewe hautakufa kwa jina la nani? Na Yesu. Hautazika kwa jina la nani? Na Yesu. Kwa sababu uwepo wa Mungu utakufunika wewe na utawafunika ndugu zako na utawafunika jamaa zako na utawafunika marafiki zako, wote watakuwa salama kwa jina la Yesu. Hakuna atakayeweza kukulinda kisawasawa zaidi ya Mungu Mwenyezi. Amina. Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nini? Na nchi. Asiwache mguu wako usogeze. Hata sinzia wala hata lala aliye mlinzi wa Israeli. Yuko macho mchana na usiku kwa ajili ya kuhakikisha uko salama. Uwepo wa Mungu ni maisha. Ongeza makofi kwa huyo Yesu wetu. Hata kama wewe kwa maneno unajifunza mambo ya ujeshi, unajifunza huko wewe mwenyewe unajua. Lakini I'm telling you, kama Bwana asipoulinda mji, wanaolinda wafanya kazi bure. Na kama Bwana asipoujenga mji, wanaojenga wafanya kazi bure. Bwana ndiye mlinzi wetu hodari. Bwana wetu ndiye mlinzi wa pekee. Bwana Yesu ndiye ngome yetu. Bwana Yesu ndiye mlinzi wetu. Bwana Yesu ndiye ngome yetu na ngao yetu. Haleluya, haleluya. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Hiyo ni fimbo hiyo. Kana hiyo fimbo upendo. Usitumie akili zako. Akili zako hazitakusaidia sana kwa sababu unaona wale watu waliotumia akili hawakufika mbali. Walifeli. Wanaweza siwe sana. Tumia nguvu za Mungu zitakusaidia. Zaburi 91 mstari wa 6 na wa 7. Naam, 1000 wataanguka ubavuni wako na 10,000 watadondoka mkono wako, lakini wewe mabaya hayatafanyaje? Hayatakupata. Wanaweza asifiwe sana. Mabaya hayatakupata wewe. Inazungumza hivi hii Zaburi. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi. Kataa sana kuwa mkavu. Kataa sana kuwa mbali na uwepo wa Mungu. Kaa karibu na uwepo wa Mungu uweze kuwa salama. Na tafsiri ya tatu, fimbo ya Mungu inawakilisha mamlaka ya Mungu. Haleluya. Authority. Haleluya. Jamani, fimbo ya Mungu hapa inawakilisha mamlaka ya Mungu. Na kuna nguvu na kuna mamlaka. Mamlaka ni tofauti na nguvu. Nguvu ni kazi inayotenda kazi. Ni kazi tendaji. Ni nguvu ambayo inatenda kazi. Lakini mamlaka ni uwezo wa kusimamia utendaji kazi. Wanaweza. Haleluya. Mamlaka ni uwezo unaosimamia mambo yote. Unasimamia utendaji kazi. Unasimamia mambo yote. Ndio mamlaka. Fimbo ya Mungu. Ukitazama kitabu cha
Ndio anasema tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna chochote kitakachowafanya kitakachowadhuru. Maana kinachofanya adui asikudhuru ni kwa sababu tunayo nini? Mamlaka. Ni kwa sababu tunayo authority, tunayo power, tunayo nguvu ambayo ni ya kimamlaka, ambayo sisi tunaamuru vitu vitokee na vinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaamuru vitu viwe na vinakuwa. Na ndio maana kwa wakati huu sasa kama kanisa ni vizuri kusimama na hii fimbo ya Mungu ambayo pia ni mamlaka. Biblia inasema mtakayofunga duniani atakuwa imefungwa na wapi? Na mtakayofunga hapo, mtakayofungua duniani atakuwa amefunguliwa na mbinguni. Kwa hiyo kazi kubwa kama Mkristo, nakupa tu tafsiri hizi ujue ya kwamba tembea na fimbo ya Mungu popote ulipo siku zote. Usikubali tu kutegemea watu. Tembea ukiwa wewe mwenyewe ndani yako unaamini kabisa ninaye Mungu na nina mamlaka ya kimungu na nina uwepo wa kimungu popote pale utakapokwenda. Hautaaibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atatupigania na sisi tutanyamaza kimya. Nimekupa tafsiri hizi tatu hivi vipo. Na haya ndio yalikuwa mahubiri yetu. Sasa mambo ya kuzingatia ili kutembea na hiyo vipo. Hiyo vipo ina masharti yake. Zingatia mambo matatu tunamalizia. Nasema sikwenda wingi. Jambo la kwanza, tunza mahusiano yako mazuri na Mungu. Tunza mahusiano yako mazuri na Mungu. Hii vipo ili uwe nayo, uwe na nguvu za Mungu, uwe na uwepo wa Mungu, uwe na mamlaka ya Mungu. Lazima hakikisha mahusiano yako wewe na Mungu ni mazuri. Usiwe ni mtu tu wa kuja kanisani, usiwe ni mtu tu wa kulitaja jina la Yesu. Hapana, bali maisha yako ya kumdhihirisha Yesu, maisha yako ya kuonesha Yesu kwa jamii inayokuzunguka. Watu wakikuona waseme hakika huyu ni mwana wa Mungu. Mahusiano, unatenda kile ambacho Bwana Yesu anakuagiza kufanya. Mahusiano, unamjua Yesu. Mahusiano, unaijua sauti ya Yesu. Mahusiano, una uwezo huo, ndipo utakapokuwa na uwezo wa kuhimili hiyo fimbo. Lakini kama hakuna mahusiano mazuri na Yesu, ni ngumu kuweza kuyaona hiyo fimbo ikitenda kazi kwenye maisha yetu. Tunajifunza katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 19 na mstari wa 15 mpaka wa 16. Tunawaona watu watatu hapa, watu wa aina tatu. Wa kwanza tunamwona Paulo alikuwa na mahusiano mazuri na Yesu, na tunamwona Yesu mwenyewe alikuwa na mahusiano na Mungu Baba. Lakini hawa watoto wa Stefa hawakuwa na mahusiano na Yesu. Wao tu walikuwa wanakwenda tu kwa nadharia, kwa mapokeo, kwa kutazama. Hawana mahusiano na Mungu. Sasa yule Petro walipokuwa wanamwambia pale, tunakuamuru umtoke huyu mtu kwa jina la Yesu anayemhubiri Paulo. Wale Petro, yule Petro akasimama akamwambia Paulo, mimi namjua Yesu, mimi mwenyewe namfanyaje? Namjua. Ninyi ni akina nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Anisi wajui. Kuna hata mapepo wanajua wale wa Mungu. Anajua. Asa na mimi siwajui nini? Siwatambui. Wale mapepo, yule pepo, yule jamaa aliyepanda na pepo akawarukia wale watu, akawacharanga, akawachana-chana, akawapiga Mungu. Akawatandika, akawaweza. Shida nini? Utakuwa na nini? Mahusiano. Ambia jirani yako, wewe na mahusiano. Hata ushabiki. Ambia jirani yako, hata ushabiki. Wale jamaa walikuwa ni washabiki wa Paulo na walikuwa ni washabiki wa Yesu, lakini sio wafuasi wa nani? Wa Yesu. Hawana mahusiano mazuri na Yesu, kwa maana waliweza kupigwa. Kwa hiyo kwamba hapa usikufanye wewe ulisi kama tayari mimi tayari nina Mungu. Hapana. Nenda mbali zaidi, wewe na mahusiano binafsi na nani? Na Mungu. Ongeza makofi kwa Yesu.